Chum TV. Furaha kiganjani. Kwa kwamba tuhakikishe katika kipindi hichi kilichobaki mpaka siku ya uchaguzi tuwe na amani katika nchi yetu, na ndani ya siku ya uchaguzi basi tutekeleze yale tuliyotakiwa, tulioambiwa yanafaa. Tunatakiwa tukapige kura, tutoke tukapige kura. Baada ya kura ufanye nini? Rudi nyumbani kwako au nenda kwenye shughuli zako bila ya kusababisha jambo lolote litakalovunja amani. Na baada ya pale yatatoka matokeo. Tuna wajibu sote kukubali matokeo yatakayotoka, kwa sababu ndio demokrasia. Demokrasia inasema vipi? Wengi wape. Kwa hivyo yule atakayepata kura nyingi apewe. Hakuna sababu ya kusema kwamba mimi lazima niwe mie. Hiyo itakuwa nayo ni uvunjifu wa amani. Kwa hivyo hayo tukiyafanya, inshallah nchi yetu itaendelea kudumu katika amani. Ni jukumu la kila mtu. Hakuna mmoja wetu atakayeweza kusema hili halinihusu mie. Kila mmoja wetu jambo hili linamhusu. Maadamu huko katika nchi hii, basi kauli yako wewe au kitendo chako wewe kinaweza kuwa ndio chanzo cha kuharibika kwa amani tuliyokuwa nayo. Kwa hivyo naendelea kutoa wito kwa Wazanzibari sote kwa ujumla wetu, tuone kwamba jambo hili linatuhusu, na kila mmoja wetu ajitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie tumalize kwa amani na salama, lakini vile vile kila mmoja wetu atunze kauli zake na vitendo vyake, ili asije akawa yeye ndio aliyesababisha kuharibika kwa amani tulikuwa. Ndugu zangu, nayasema haya nikijua wazi kabisa kwamba vurugu haianzi kwa bunduki. Vurugu inaanza kwa maneno au vitendo utakapofanyia mtu. Kwa hivyo tuendelee kuhimizana, na kila mmoja wetu atimize wajibu wake wa kuwa raia mwema anayetunza amani ya nchi yake. Tukiingia katika vita, maana yake uharibifu utatokea. Vilivyopandwa vitaharibika, vilivyotengenezwa vitabomolewa. Sasa kwa sababu Balkisi alikimbia uharibifu kutokea katika nchi yake, alitafuta namna na njia iliyokuwa nzuri ya busara, na jambo lile baadaye likamalizika bila ya matatizo yoyote kabisa. Maelezo yangu na nasaha zangu na salamu zetu sisi ni kwamba kila kiongozi kwa nafasi yake atumie busara. Mungu anatuambia tena, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mloamini mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawasawa. Aya hizi zote za kuonyesha kwamba wanadamu wanapaswa kuwa na uchaguzi mzuri wa maneno ya kuzungumza. Na hii kwa nini? Kwa sababu unachokisema na unachokitenda, usisahau kwamba kuna malaika wanaandika. Juu waliokuwa chini hapa wakitaka maji, inabidi waende kwa wale wa juu ili wapate yale maji ya kutumia kwa kunywa na matumizi mengineyo. Sasa wakasema, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nuqdi man fawqa, kwa nini maji si yako chini yetu, tusilitoboe hili jahazi ili tusiwakere hawa wa juu kila wakati? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau tarakuhum wama aradu halaku jamia, lau kama watawaacha walitoboe ile jahazi waliopanda wote kwa pamoja ili wapate yale maji yaliyo kule chini, basi wataangamia wote. Wa in akhadhu ala daynihim najau wa najau jamia, lakini wakiwazuia mikono yao, jamani, msalieni Mtume, sote tuko katika jahazi moja, basi wataokoka na wataokoka wote kwa pamoja. Kwa hiyo sote sisi tuko katika jahazi moja, tunapaswa tulikinge lisije likatoboka tukaja tukazama sote. Kwa hiyo zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ailinde nchi yetu na wahifadhi viongozi wetu na wape taufiki katika kila la kheri walio